Ni siku 5 sasa tangu hali ya mvua zenye kuleta madhara kuendelea kuikumba halmashauri ya manispaa ya Tabora kwa matukio kadha wa kadha, na sasa ni hali ya uvunjifu wa mawasiliano barabara inaunganisha vijiji vya Ikindwa na Masagara vilivyopo katika kata ya Misha na mapambano yaliyosababishwa na bwawa la Italia kufurika maji na kupasua barabara hiyo. Hali hiyo imempelekea mkuu wa Tabora Paul Chacha kudhuru eneo hilo na kujionea hali halisi ilivyo, pamoja na kupokea kauli kutoka kwa viongozi wa eneo hilo ikiwemo wakala ya barabara Tanzania TARURA wilaya ya Tabora. Kuja hapa nikakuta watu wana sasa ile asubuhi watu wanaenda kazini, wanang'ania lilikuwa limeshabomokea, lilianza kubomokea kwa huko. Wakawa wanang'ania kupita, mimi ndio nikaanza kuambia ajebu acheni kupita, ili alina uhakika litabomokea hapa mtakufa. Maana kwa maji yamejaa kote kule paka huku kote huko yamejaa. Na wanafunzi wakitoka shule ndio mara nyingi wanapita sana hapo. Kwa hiyo tunashukuru hamna maafa yote yaliyotokea. Kama lile lililojengwa mle katikati, kazi yake ilikuwa control level za maji. Ikifikia level spillway iweze kuruhusu yapite kule nyuma. Lakini sasa hivi baada kama alivyosema wameshatoa mawe, yani kama wameiharibu. Kwa hiyo kuko juu. Ndio maana yakijaa huku yakienda redi ni kupasua. Lazima tu yalazimishe maana mkondo mkubwa wa maji huko. Ndo ilikotegewa. Mhandisi Shija Kazumba ambaye ni mhandisi umwagiliaji mkoa wa Tabora pamoja na Gula Mdeuji ambaye ni meya halmashauri ya manispaa ya Tabora wanatoa ushauri juu ya nini kifanyike. Ukisema ili bwawa tu lisiwepo, changamoto ni kwamba sasa hivi kuna makazi mengi ya watu. Kwa hiyo maji mengi yanayokuja hapa yakija kusambaa, watu wengi sana watakuwa kwenye hatari. Kwa hiyo ni muhimu bwawa liwepo. Lakini pia ili bwawa litakuwa linapunguza nguvu ya maji, yanatulia kidogo hapa, yakifikia level fulani basi kwenye utoro unaanza kutoka kidogo kidogo pande huu. Lakini tumekubaliana kwenye kamati ya maafa tulivyokutana tuangalie uwezekano kama wale watu wanashindwa kuviendeleza vile viwanja, halmashauri viorozeshe vyote, itoe notice na tuone tufute ili tupate watu ambao wanaweza kujenga kwa wakati ule. Unajua pakijengwa maeneo yale na mafuriko yanaweza yasiwepo, kwa mfano Malolo. Ukiangalia tu hata structure hii unaona kwamba hakukupaswa kabisa majengo hayo kuwepo. Ili bwawa lingeweza kuwa kitega uchumi kikubwa sana kwa kilimo cha umwagiliaji eneo lote hili. Lakini hasa uwezi kulima. Zimebakia ni majumba tu ya watu. Sasa tunakuja na proposal ya kufikiri tuliondoe hili bwawa. Lakini je, hivi ni kweli tuliondoe kwa sababu kuna mtu kajenga pale? Halitakuwa na maana tena. Katika hatua nyingine, Chacha ametembelea katika kata ya Malolo, moja ya kata zilizokumbwa na athari za mafuriko ikiwemo uharibifu wa mali za wakazi wa maeneo hayo, na kasha akatoa maelekezo ya serikali. Niwaombe viongozi sasa wa eneo hili ikiwezekana watu hawa aidha wahame kwa muda wakati wa mvua, kwa sababu bado kuna hatari kubwa. Ukiona maji yale yanakaribia kuingia ndani, tuchukue tahadhari, tuchukue hatua kuona hali ya hewa ikoje na mazingira tunayoishi yakoje, lakini tusiwe haribifu. Maana maeneo mengi tunayaharibu sisi wenyewe. Mitaro hiyo haitakiwi kujenga vivuko, tunajenga vivuko ambavyo pia havitusaidii. Hatutaki kuweka majeruba tukalima tunaweka, hatutaki kujenga nyumba tunajenga. Kwa hiyo tuchukue tahadhari wananchi, na Mheshimiwa Meya kuhusu kulima huku mjini, hizo sheria ni za kwenu. Kwa nyinyi ndio wa kuziwekea mkazo kwamba kama mtu hataki kulima mjini hapa, hatakiwi kujenga bondeni hapo, hatakiwi, wala hamna njia nyingine. Wewe utaki kujenga hapo, hutakiwi basi. Ukijenga ubomoe. Utaki kulima hapo, umelima, achukuliwe hatua. Hamna njia nyingine. Tukianza kuleana kubembelezana watu, tumezika watu hapa wawili watatu, si ndio? Kwa sababu ya nini? Uzembe tu. Kwamba wewe hutakiwi kujenga hapo, mtu amejenga hapo. Hutakiwi kulima hapo, umelima. Tutafanya nini? Hamna njia nyingine, ni kukaza sheria ambazo tunazo halmashauri. Mjini hapa hatutakiwi kuona kuna mtu anataka avune gunia 70 za mahindi hapa mjini. Mapori hapo mengi watu wakalime huko. Nyuma yangu ni bwawa ambalo linatajwa kuwapo tangu enzi za mkoloni, na mwaka 2000 liliwahi kuleta adha kama hii ya kuharibu miundombinu ya barabara, na sasa miaka 25 baadaye adha hiyo imejirudia, huku serikali ikijaribu kuangalia namna bora ya kuweka mikakati ya kuweza kulinda
adha hii ili wananchi waweze kurudi katika barabara ile ambayo walikuwa wakizoea. Kutoka Tabora, mimi nimeko Samuel George na hii ni Daily News Digital. Endelea kusubscribe, kucomment na kulike. Endelea pia kutufuatilia katika mitandao yetu mingine ya kijamii kama Instagram na Facebook kwa kuandika habari leo_tz. Shukrani.